Kwa hiyo tuwe na mipango, kila msikiti uwe na mpango kazi wake, na mpango kazi mtakaopanga leta katika ofisi kuu ya nini, ya kata. Kata wajue kwamba msikiti fulani wana mpango fulani. Hii mipango mtakayopanga ndiyo itakayokuja kutusaidia wakati tutakapozindua sasa ile awamu ya pili ya harakati zetu za kila Jumapili. Ina maana michango yetu italenga kwenye hiyo mipango iliyopo katika msikiti husika. Tumesimamisha kwanza harakati kwa ajili ya kupisha mambo ya uchaguzi, na tumesema mwezi wa 8 wote huu utakwisha ili tujipange. Ina maana kuanzia mwezi wa 9, utakapofika mwezi wa 9 tunaanza ratiba rasmi ya mpango wetu wa kila Jumapili kuchangia maendeleo ya misikiti. Maendeleo ya misikiti yatachangiwa yale ambayo nyinyi mmefanya nini, mmeainisha kwamba mpango kazi wetu sisi ni huu, na fedha zitakapokuja zijikite kwenye ile mpango mlioupanga. Kwa hiyo viongozi wa misikiti, kina baba, viongozi wa misikiti, kina mama, huu ni mpango utakaoleta tija katika misikiti yetu, na ndiye utakaoacha athari ya kutajwa baada ya miaka 5. Mtapopanga mipango yenu, kamati za misikiti zihakikishe kwa kiwango kitakachokubalika, kina baba, kina mama, vijana, si wote muwe katika kuhakikisha mnaishirikisha jamii ili fedha hiyo ipatikane kwa ajili ya maendeleo ya misikiti yetu. Misikiti itakayokwama, kina baba, kama ilivyokuwa katika awamu iliyopita, tutatoa fursa kama kamati za kina mama zitakaa vizuri katika maeneo yao, washike nafasi hiyo, wasimamie michango hiyo, fedha zipatikane, wachukue wao, wafanye mambo yao, nyinyi mkae tu hivyo katika uongozi wenu. Naam, liko sawa eh? Asante sana. Wazee mmesikia msikiti utakaoonekana hauchangamkii swala hili la harakati za kila Jumapili kukamilisha kiwango kinachotakiwa, tutawapa nafasi kina mama, watafanya hilo. Alafu siku ya zamu msikiti wako Mufti Simba, mshiko wote unakusanywa, haya katibu, mwenyekiti wa kina mama, mzigo wako huu, basi kazi kwenu. Nafikiri tumeelewana vizuri. Asa nyinyi mtabakia na zile za baada ya dhuhuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, alhamdulillah, tunaomba kila aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu umeshingimia, mtabakia nazo hizo, tuone zitawapeleka wapi. Lakini mpango ule wa harakati, kila mmoja akili yake na kumbukumbu namna gani ilitoa uchovu wa viongozi katika kuwaza mambo ambayo walikuwa hawana uwezo namna kuyatatua. Ulisaidia sana, lakini hapa katikati ikawa ni mambo ya ndivyo sivyo. Sasa mwezi wa 9 tunaanza rasmi, tutaitana kama kawaida, tutapiga kura na tutakubaliana kiwango na kuweka malengo ya kila kiongozi na kila msikiti. Tutafanya kama tulivyoanza kule. Kabla hatujaanza, tunaomba viongozi wa msikiti fulani, tunaomba msimame. Baada ya hapo, msikiti fulani simameni. Kwa hiyo viongozi watakuwa wanajiona, Mufti Simba ni viongozi 20, wanakuja wawili katika watu 20, 18 hakuna. Itabidi watu warudi kujiuliza, jamani, kwa nini? Kwa hiyo hili jambo la mipango kazi liandaliwe mapema, na nakala ya maamuzi yenu na mpango yenu ije kwenye ofisi yetu ya nini, ya kata, ili tutakapoanzisha harakati zile, na mtuambia kabisa mpango kipaumbele chenu ni kipi katika mipango yenu, ili tutakapoanza harakati zile ziingie moja kwa moja kwenye nini, kwenye mpango huo. Naomba hilo mkalifanye mapema kabla mwezi wa 9 haujafika. Kwa hiyo ni ushirikiano wa viongozi. Hili ni jambo la nini, la viongozi. Tuhakikishe
tunashiriki kwa 100%, kwa sababu ndio malengo makuu ya nafasi zetu yanahusu kumtumikia nani? Mwenyezi Mungu na kuitumikia jamii. Kwa hiyo hilo ni jambo la 5. Jambo la mwisho katika mambo ambayo nilipenda nizungumze, iwe ndio semina elekezi yetu katika kikao chetu cha leo. Haya yote niliyazungumza yalikuwa nahusu mazingira ya utawala wa msikiti na namna takavyoendesha mambo yao, lakini juu ya misikiti kuna kata. Safari hii hatutaki kuwe tuna gepu kati ya kata na nini na misikiti. Kama nilivyoashiria mwanzoni, mabaraza ya mashekhe watafanya kazi kila Ijumaa kuzunguka katika misikiti na salia Ijumaa. Halmashauri, mheshimiwa mwenyekiti na uongozi wako, tutaomba hiyo mipango itakayokuja, yaani naomba safari hii sio ule uongozi wa kukaa, ni uongozi baada ya kuleta mipango kazi. Mwenyekiti na halmashauri yako muwe mna mizunguko yenu ya kuonana na kamati za nini za misikiti, mpange ratiba. Leo mnakuja kama halmashauri Mufti Simba kuja kuongea na uongozi wa Mufti Simba. Mkija Mufti Simba mtakuta tumejikusanya kamati ya msikiti, kamati ya vijana, kamati ya wazee na kamati ya nani ya kina mama. Kwa ile misikiti ambayo baadhi ya jumuiya hizi hazijaanzishwa, zitashiriki zile jumuiya ambazo zilizopo. Kwa hiyo naomba katika mambo ya pamoja sasa kati ya misikiti na nini na kata, tunakuja sasa kwenye mambo ya pamoja kati ya misikiti na kata. Jambo la kwanza ni uongozi wa kata kupanga ratiba, na ratiba hiyo sio ya mara moja kwa mwaka, ni ratiba kila robo mwaka, kila robo ya mwaka mnazunguka kuhakikisha yale ambayo walioyaahidi kuyafanya miyashuhudie kwamba yanafanywa, na mahala watapokuwa imekwama mtawashauri mmekwama wapi, ili muweze kuwapa nini njia ya utatuzi. Robo mwaka ndugu zangu ni miezi mingapi? Miezi mingapi? Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu halmashauri ya kata chini ya mwenyekiti na uongozi wa kata, kamati ya kata, mpange ratiba ya kuwa mnazungukia misikitini kuhakikisha yale waliowaletea kwamba ndio mpango wao yanafanywa, na kama kuna mambo ambayo yanahitaji marekebisho ya ndani yafanyike marekebisho nini ya ndani. Hatutaki mizozo itoke nje, hatutaki mizozo itoke nje. Kashfa ya ulaji wa fedha kama inavyoonekana kwamba viongozi wa msikitini ni walaji wa fedha isitoke nje. Tuulizane, mmepewa katika mzunguko wenu shilingi milioni 1, mpango kazi wenu ulikuwa unagharimu shilingi 700,000. Tuone kama ilivyokuwa. Tulinunua simenti, tunaomba risiti. Tulinunua mchanga toroli 2 au gari 2 zinini tipa 2, tuzione pale zipo. Alikuja kufyatua mtu hapa tukamlipa shilingi 20,000, daftari liwepo na risiti ya kulipwa kwamba alilipwa kwa kazi ya kufyatua nini tofali. Tunaelewana vizuri? Yaani tunarudia kule kule, yani kila shilingi itakayochangwa kupitia mpango huu lazima iwe na nini na kumbukumbu ya namna mlivyoitumia. Hilo lazima, na kila msikiti utakaguliwa. Tusibadilishe matumizi katika mipango. Yale mambo ya bili za maji, bili za umeme, mtapitia kwenye nini, kwenye
frame zenu na sadaka zenu, zile hela zinazotokana na mpango wa pamoja, tusije tukakuta katika matumizi yetu tulilipia bili ya maji ya mwezi Oktoba na umeme. Hilo jambo halita. Na hii kulipia bili ni mpango kazi? Kulipia bili za maji na umeme ni mpango kazi? Sio mpango kazi. Kwa hiyo fedha hiyo isiingie huko.